Mimi natambua fika kwamba kama kuna changamoto katika nchi yetu ni ajira kwa vijana. Na Chama cha Mapinduzi kimejipanga kutatua tatizo la ajira kwa vijana. Akizungumza katika mkutano wa makundi maalum wakiwemo bodaboda, bajaji, wakulima wa viungo, Spice, uliofanyika katika kituo cha mabasi kilichopo Mndo, wilaya Magharibi ya Unguja. Mgeni rasmi wa hafla hiyo ambaye pia ni Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi, ameahidi mitaji midogo midogo kwa makundi hayo, ikiwa ni ahadi zenye uhakika na zinazotekelezwa. Rais Dr. Mwinyi amesema wanatambua kuna changamoto kadhaa na kuahidi kuziondoa changamoto hizo ili kuwapatia haki sawa wananchi wake. Nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kutujalia uhai na afya njema na kutuwezesha kukutana leo katika mkutano wetu huu mfupi na makundi maalum, tukiwa katika wakati wa kampeni katika nchi yetu. Leo nichukue fursa hii kukushukuruni kwa dhati ndugu zangu nyote mliohudhuria hapa kwa wingi ili kuja kuzungumza na kusikiliza sera za Chama cha Mapinduzi kwenye makundi yenu haya maalumu mliopo hapa. Tuliona tukutane na wakulima wa viungo, wakulima wa mboga mboga, wakulima wa mpunga, wajasiriamali, lakini na vijana wa bodaboda. Lengo letu ni kuzungumza nanyi, kueleza sera za Chama cha Mapinduzi juu ya maeneo yenu, lakini vile vile kukutakeni muendelee kukiamini Chama cha Mapinduzi, kutuchagua katika uchaguzi huo unaokuja Oktoba ili tuendelee kukutumikieni. Mipango yetu ya utatuzi wa ajira imejikita katika maeneo matatu. Kwanza, kuendelea kutoa ajira mbalimbali serikalini za wataalamu. Tunatambua tutahitaji walimu wengi, tunatambua tutahitaji wafanyakazi wa afya wengi, tutahitaji watu katika sekta mbalimbali. Kwa hivyo serikali itaendelea kutoa ajira ili tuweze kutoa ajira kwa vijana wenye taaluma maalumu kama katika sekta hizo na nyingine ambazo sijazitaja. Kwa hivyo ndugu zangu, katika kipindi kijacho cha uongozi, endapo tutaingia madarakani, ni kwamba tutahakikisha ya kwamba maeneo haya tunayapa mkazo. Natambua kabisa kwamba mlio wengi hapa mmejiajiri nyinyi wenyewe, serikali itakusaidieni katika maeneo yenu. Wale ambao watahitaji, kwa mfano wanaolima, wakulima wa mboga mboga na wengine, serikali itatenga maeneo maalumu kwa ajili ya kilimo. Kutoa vitendea kazi. Natambua bodaboda mpo hapa, wengi mnafanya kazi za watu. Sisi tungependa muwe na ushirika, tukuwezesheni muwe na boda zenu nyinyi wenyewe. Tunatambua kama alivyosema naibu katibu mkuu, kuna changamoto kadhaa ambazo amezitaja, sina haja kuzirejea. Tutahakikisha tunasimamia kuondoa changamoto zinazokukabilini katika biashara yenu. Akizungumza katika hafla hiyo, naibu katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi CCM Zanzibar, ndugu Mohamed Said Dimwa, amesema hawataweza kufanya yale makubwa ambayo yalifanywa na Dr. Mwinyi bila ya maombi kutoka kwa wananchi, ili kuomba amani, upendo na mshikamano kuelekea uchaguzi mkuu Oktoba 29. Tulianza kuinua mguu wetu katika hatua moja, na tutahakikisha na Mungu inshallah atatujalia tutafikia hatua 1000. Na sisi kama Chama cha Mapinduzi tuna zima kubwa sana ya kujenga amani, umoja na maelewano na maridhiano ili kudumisha amani yetu. Hatutaweza kufanya yale makubwa ambayo miaka 5 Dr. Mwinyi aliyoko mbele yenu ameyafanya bila kuwa na amani kwenye nchi yetu. Ndio tukasema tuiombee amani nchi yetu.
Sasa leo tumekutana na makundi haya matatu yaliyokuwa mbele yetu, na kwa dhamira ile ile, kwanza kujenga amani, mmoja na mshikamano. Naye mgombea wakilishi jimbo la Bububu Mudrik Ramadhan Suraga amemshukuru Dr. Hussein Mwinyi kwa namna ambavyo ameweza kusimamia sekta ya utalii na kutoa fursa kwa vijana mbalimbali ili kuepukana na kukaa ovyo mitaani. Ametaja baadhi ya changamoto ambazo zipo katika makundi hayo mbalimbali, ikiwemo kwa upande wa bodaboda kushajihisha vijana kujiajiri wenyewe, lakini pia kupunguza faini kwa bodaboda leseni waliotoka kwa upande wa pili, upatikanaji wa vikoti au vitambulisho bure bila kutozwa faini. Sambamba na kwa upande wa wakulima wa viungo, ametaja changamoto ikiwa ni miundombinu halisi ya umwagiliaji, pembejeo na mbolea bora, uhaba wa soko la ndani, ufuatiliaji wa soko la nje, uwezeshaji mdogo na uhaba wa kitaalamu. Mheshimiwa mgeni rasmi, nikupongeze sana kwa namna ambavyo umekuwa ukisimamia sekta yetu hii ya utalii, hususan vijana wetu hawa wa Spice ambao ni sehemu kubwa sana ya kushajihisha sekta yetu. Wageni wengi ambao wanakuja katika visiwa vyetu hivi, ukiachilia mbali wanapoenda kufanya Stone Town Tour, huwa wanakuja katika Spice Tour. Na maeneo makubwa ambayo yanafanywa shughuli hiyo ni Kizimbani, Dole, hili eneo la Mdo, Mkanyageni na baadhi ya maeneo pale Mbuzini. Imani yangu kwamba ndani ya muda mchache sana tutazidi kuboresha mazingira ya vijana wetu ambao wanafanya shughuli za Spice, lakini vile vile kuweza kutengeneza ajira zaidi na kutanua wigo mpana zaidi wa vijana hawa, sio tu katika Spice, lakini kuweza kufanya shughuli za utalii katika visiwa vyetu hivi vya Unguja na Pemba. Nikiripoti kutoka Leaders TV, mimi ni Mariam Khair. Uwajibikaji ni msingi wa maendeleo.